Na bwana, hivi karibuni tumeona wasanii wakiwa wameenda kusapoti chama kule Arusha. Ni moja kati ya vitu vizuri kabisa na ni jambo ambalo limekuwa likiwafurahisha watu wengi sana kuona kwamba wasanii wa Bongo Flava wamekuwa ni moja kati ya nyenzo kubwa ambazo zinatumika kwa ajili ya kusapoti matukio mbalimbali. Siku hizi mpaka serikalini tumeona wasanii wanapata opportunity au wanapewa fursa. So ni jambo zuri sana, limekuwa likiwafurahisha watu wengi. Lakini ukiachana na hiyo issue bwana, kitu kingine ambacho kimemeke headline bwana ni kwamba katika tukio ambalo limehappen hivi karibuni kule Arusha ni kwamba Baba Levo bwana alijitokeza mstari wa mbele kumfuata Diamond Platnumz. So lakini pia ukiachana na Baba Levo pia vile vile Mwijaku naye pia alikuwa ni moja kati ya watu ambao walivyomuona tu Diamond walishindwa kujizuia, japokuwa amekuwa akimsema sana huko mitandaoni, lakini baada tu ya kumuona kule Arusha ni kwamba Mwijaku alisogea mbio kwenda kumsalimia na kumuishi Diamond Platnumz happy birthday. Lakini pia kama kawaida amekuwa akimwambia kwamba tajiri umepoa na vitu vingine kama hivyo. Nadhani unaelewa kabisa mbwembwe za Mwijaku. So hivyo ndivyo situation ilivyo bwana. At the end of the day kitu ambacho tumekiona bwana ni kwamba Baba Levo Mwijaku bwana amepiga kelele nyingi sana. Bwana, tukio hilo limeripotiwa mpaka Wasafi pale ameandika kwamba bwana Mwijaku amemuishi Diamond Platnumz happy birthday baada ya kukutana naye Arusha. Bwana, wadau mbalimbali hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano kuna mtu amesema kwamba bwana huyu Mwijaku si ndio anamtukanaga huyu jamaa kila siku, ila leo nimegundua kweli Diamond ana utu sana. Umeona bwana, kwa kifupi ni kwamba Mwijaku bwana ni moja kati ya watu ambao waga wanamsema vibaya sana Diamond Platnumz, lakini obviously kila akikutana naye Mwijaku waga anajikausha kama sio yeye na anaanza kumshobokea, kumsifia, na Diamond naye pia waga wala hajali, anabaki yuko very cool bwana, anaendelea na roll naye kama the way ambavyo Mwijaku anavyokuwa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia vile vile ni kwamba hapa kuna mtu mwingine ameandika hapa kwamba bwana, kwa hiyo yani mtu unamtukana akiwa hayupo, lakini mkikutana unaanza kumshobokea hivi. Bwana, hii kazi ngumu sana, mimi siwezi. Kuna mdau hapa anasema kwamba yeye vitu anavyovifanya Mwijaku bwana haviwezi, kwani anaona ni kazi ngumu. Maana akiwaga hayupo Mwijaku waga anapenda sana kumsema Diamond iwapo kama hawako pamoja, lakini akikutana naye anakuwa mstari wa mbele kabisa kwenda kumshobokea. Kuna mdau mwingine hapa amekuja amecomment bwana, kwa hiyo ina maana ameshindwa kumuita Mwambino kama anavyomuitaga mitandaoni. Kuna mtu anasema kwamba bwana huyu ni Chawa Pro Max, sasa huyu ndo mumpe maua yake, yani huyu jamaa ameshindikana popote pale yeye kambi. Lakini pia vile vile page nyingine hii hapa ameandika kwamba bwana, ila Diamond ana roho ya pekee, alivyomchangamkia Mwijaku kama sio yule anayemtukana kila siku. Alafu Mwijaku akitoka hapo anaanza tena kuchamba wimbo wa Diamond Platnumz upya. Yani bwana anautamsikia kwamba Mwambino hajui kuimba, siku moja tutakuja kukupiga. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo kuhusiana na hii tabia ambayo ameionyesha Mwijaku, au waga anaionyesha Mwijaku kila siku huko mitandaoni. Lakini ukiachana na hilo ni kwamba tumeona vile vile kwamba shabiki wa Harmonize, huyu ni shabiki mwingine wa Harmonize, hapa tunamzungumzia Abi Kubanga. Abi Kubanga bwana, kama kawaida ameshindwa kujizuia na ameamua aweke vitu bayana. Maana kwa upande wa Abi Kubanga bwana, yeye jambo ambalo huaga linamkwaza na limekuwa likimkwaza kwa muda mrefu, na amekuwa akilizungumzia waziwazi kwamba yeye hajapenda kabisa nafasi ambayo Baba Levo amepatiwa ya kuwa mbunge au kugombea ubunge kule Kigoma mjini. Kwa mujibu wa Abi Kubanga bwana, anadai kwamba Baba Levo hafiti kugombea ubunge kule Kigoma mjini kutokana na kwamba
Baba Levo ni mcheza kamari. Yani hiyo ndio issue ambayo yeye Abikubanga amekuwa akizungumzia. Anadai kwamba Baba Levo ni mcheza kamari. Inakuwaje mcheza kamari anapewa dhamana na wananchi ya kwenda kuwa mbunge, yani kwenda kuwawakilisha wananchi bungeni, na ukizingatia kwamba bunge ni moja kati ya sekta muhimu kabisa katika uongozi, kwa sababu ndipo serikali inapotunga sheria, lakini pia vile vile budget zinapopangwa. Umeona bwana Kwa hiyo kwa mujibu wa Abikubanga, yeye bwana amekuwa akiendelea kumkalia kooni Baba Levo. Moja kwa moja bwana, bila kupotezea muda, nataka hapa usikilize kile ambacho amekizungumza Abikubanga kufuatia issue ya Baba Levo kupata fursa au nafasi ya kuwania nafasi ya ubunge kule Kigoma mjini. Mtu wa siasa, mimi sio mtu wa siasa, lakini mwaka huu nimeumia sana kuona mcheza kamari anataka kwenda bungeni. Nimeumia sana. Alafu nimegundua hata hivyo sio peke yangu tu. Mcheza kamari hapendwi. Unaona ile nyome anaolipiga, wale watu wanampaka mafuta kwa mgongo wa chupa, hawampendi. Wanaenda kumshangaa tu pale na kushangaa wasanii. Na kama wanampenda, basi wana maisha magumu sana kiasi kwamba hawana smartphone. Kwa sababu zamani mcheza kamari ilikuwa akiposti kitu, anapata likes za kutosha, comment 4,000 5,000, anapata comment chache ni 2,000. Sasa kwa ule ambao anaopiga pale, ile nyomi ambayo anaipata pale, kama ingekuwa wale wote wana smartphone au wanampenda kweli, comment zingeongezeka kwenye account yake, zisingepungua, likes zingeongezeka, kwa sababu ingekuwa wanamfuatilia, si mtu wao wanampenda. Au tukisema kwamba wale wananchi wa jimboni kwake sio ndo ambao wamemfollow, sio followers wake, labda Watanzania wengine ndo ambao wamemfollow, basi hata Watanzania wengine hawaridhishwi na yeye kwenda bungeni. Mbona akiposti kitu sasa hivi anakosa kabisa likes na comment? Before hapo alikuwa anapata likes nyingi na comment nyingi. Manake Watanzania tulio wengi hatulizishwi na mcheza kamari kwenda bungeni. Yaani mmetukosea sana. Kama mimi naona nimezalaulika sana mwaka huu. Sije kuongea mambo ya siasa, lakini inapofikia tu mpaka mcheza kamari anaenda bungeni, tunaumia sana Watanzania. Na ndio maana unaona hapati comment, hapata likes, kwa sababu watu hawajalizika. Followers wake ndo wale, hawajabadilika kitu. Mbona hawamsupport sasa hivi? Hawamsupport ni kwa sababu Watanzania tulio wengi hatujalizika kuona mcheza kamari anaenda bungeni. Tunaumia jamani, inatuuma. It's too much. Mpaka mcheza kamari? Too much. So hivyo ndivyo alivyozungumza Abikubanga kufuatia issue hiyo ambayo nimekuelezea ya Baba Levo kwenda kuwania nafasi ya ubunge. Ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.